Auf das Wort, das hier gelesen wurde, möchte ich nur ganz kurz zurückkommen. Wessen Herz brennt heute? Sind wieder Brüder. Ningehitaji niweze kurudi kidogo tena juu ya neno ambalo limekwisha kusomewa. Wir wollen das wirklich so machen. Nani ambaye aliye na moyo unayowaka sasa? Kuna wandugu walio hapa na ndugu Rusi amekwisha kuyasema. Tungelihitaji ili wandugu walio na mioyo inayowaka waweze kutoa ushuhuda mfupi. Nani ambaye weekend iliyopita iliweza kuwa baraka kwake? Lakini iwe namna gani, tungelihitaji sisi sote tuweze kujisikia kwamba tuko huru. Hatuwezi kuhubiri sisi sote, lakini sisi sote tunaweza kutoa ushuhuda. Nitarudi tena kidogo juu ya neno ambalo limekwisha kusomewa, na naweza kuikubali mbele yenu waziwazi ya kwamba ijapokuwa ningepashwa kutoka nyumbani asubuhi hii saa 12, valize ilikuwa bado kwa tayari, na leo pia niweza kuandika barua ya mzunguko katika lugha ya Kiingereza, na unaweza kushindwa kutambua ni kitu gani kinachoningoja katika siku zinazokuja, lakini usiku ni ndefu sana, unaweza kutimiza mambo mengi. Ona jinsi tunapaswa kufurahi na kushukuru kwa sababu hatukuweza kuishi maisha yetu kwa ajili ya sisi wenyewe, na kwa sababu hatukuweza kutumikisha wakati wetu kwa ajili yetu sisi wenyewe, lakini kwa ajili yake yeye aliyetupenda na anayemaanisha yote kwa ajili yetu. Leo tuliweza kuwa pamoja kwa muda mfupi na tuliweza kuambiana ya kwamba neno la Mungu limegeuka kuwa la damani kwetu kuliko ilivyokuwa mbele. Na tushaka kuisema hapa, tunasoma maandiko matakatifu au mahubiri, inageuka kuwa mpya kila siku, na hiyo inakamata uzima, na unajisikia kwamba unageuka kuwa sehemu ya ufalme wa Mungu. Hausikie tu kuhusu yale ambayo Mungu aliyofanya, lakini unaweza kuwa mshuhuda wa yale anayofanya. Pia neno ambalo limekwisha kusomewa lilikuwa la lazima sana, na akose tungelipashwa sisi sote kuweza kulishika milele na milele. Kwa ajili ya kila kitu kuna kwaka namna njema na namna mbaya ya kuweza kuyafanya, na pia hata kukiri kwa dhambi kuna namna ya kibiblia na namna isiyokuwa ya kibiblia. Na kama tunasoma kwa makini sana maandiko matakatifu, na hapo tunaona ya kwamba kuna kukiri ambayo inayofanyika mbele ya Mungu ndani ya siri, na pia kuna kukiri ingine wakati unapokuwa umeshindwa, kama vile Zakayo alivyofanya aliposema, mahali niliiba nitalipa mara 4, kulingana na Luka 19:8. Na hivyo sasa kuna njia hiyo ya Mungu pamoja na taifa lake. Kuna kukiri ya kishetani pia, ile ni ya kanisa la Kikatolika la Roma, na hailetake watu kwa Mungu, lakini inawaleta kwa shetani, na hiyo inapaswa kusemeka waziwazi. Kukiri kama vile inafanyikaka ndani ya kanisa la Kikatolika la Roma, lakini kama vile katika Matendo ya Mitume matendo ya uchawi ilikuwa ikifanyika, na hiyo ikifanyika waziwazi, na hiyo ingepashwa kusemeka waziwazi. Na sio tu hiyo, ilikuwa naomba kuweza kukusanyisha tena vitabu vya ulozi na uchawi na kuweza kuilunguza kwa moto mkali, na yote inapashwa kufanyika katika heshima na utaratibu wa kibiblia. Na hapo sasa baraka ya Mungu itakuwa juu ya mambo hayo. Daudi alisema, nilikiri dhambi zangu kwako na wewe ukanisamehe. Zaburi 32:5. Basi Mungu asamehe kwa ujao na yote kwa ujumla. Kwa hiyo sasa tuliweza kushindwa mbele ya Mungu tulipokuwa tukivunja neno lake. Ni kweli, nasi tunatambua nani aliyechukua juu yake dhambi zetu, dhambi zetu sisi sote, na ambaye na aliyefanywa kwa ajili yetu kuwa dhambi, aliyefanywa dhambi kwa ajili yetu.
Tunajua yeye aliyechukua dhambi zetu juu yake na akafanywa dhambi ili nasi tuweze kugeuka kuwa haki ya Mungu. Na hizo ni kweli za kibiblia, na hizo ni matendo ambazo tunapaswa kukubali katika imani. Na kama mtu, kama vile nishaka isema hapa, kama mtu anaweza kutumika maisha yake yote akitumika kwa ili aweze kupata wokovu bila kuchoka, kitu gani kufikia? Kitu gani kitamfikia? Juu ya kitanda cha kufa kwake atatambua ya kwamba yote aliyofanya katika maisha yake yote ilifanyika kwa bure. Ndani ya maisha inaomba kuweza kutambua kwa neema ya Mungu kupitia ufunuo wa kiungu ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili yetu wakati tulipokuwa tungali wenye dhambi. Waroma 5:6. Na kwamba ndani yake tuliweza kufanywa haki mbele ya Mungu mara moja tu. Amina. Kwa maana wale alioita aliweza kuwahesabia haki pia. Inaandikwa hivyo katika Waroma 8, ndani ya Biblia yangu inaandikwa hivyo. Waroma 8:13. Tunaweza kuamini hiyo? Na ndugu, naweza kusema nini? Kuhesabiwa haki inamaanishwa ya kwamba kuwekwa mbele ya uso wa Mungu kama vile haujaweza kufanya kitu fulani. Tumekwisha kuelewa hiyo? Kuwekwa mbele ya uso wa Mungu kama vile hakuna kitu ambacho kiliwahi kufanyika. Ndiyo, aliweza kutoa yote. Nasi tunapaswa kuikubali katika imani. Lakini hiyo nayo kama vile ufunuo wa Yesu Kristo, ufunuo wa mihuri na yote ambayo iliyo katika ufalme wa Mungu, hiyo yote ilijengwa juu ya ufunuo. Kila mtu anayeona Yesu juu ya msalaba ndani ya imani anaokolewa hapo hapo. Lakini hiyo inapaswa kugeuka kwa mtu huyo kuwa ufunuo ulio hai ya Mungu, ambayo inayoonekana mbele yake kama vile kitendo cha kiungu na inayopenya ndani yake. Na ni hapo sasa ndipo tunakuwa na uhakika wa imani na ya wokovu. Na hapo tunapaswa kukubali kila neno la Mungu kama vile kweli na kuliacha kama vile lilivyo. Wale aliohesabia haki aliwapatia pia utukufu wa mbingu. Waroma 8:13. Tunaamini kazi kamilifu ya ukombozi iliyotimilika, ambayo sisi hatuwezi kuongeza kitu chochote, kazi ambayo Mungu alitimiza kwa ajili yetu ndani ya Kristo. Tunakuja na tunaikubali, na hiyo inatunyenyekeza kwa kilindi mbele ya uso wa Mungu, kwa sababu tuliweza kukombolewa kutoka mamlaka ya shetani na tuliweza kupewa neema na makosa yetu yaliweza kusamehewa. Na hiyo ndiyo tunataka tuweze kuamini kwa neema ya Mungu. Na kwa sababu ni hivyo, ndiyo, kwa sababu tungali hapa duniani, na kwa sababu hiki na kile kinaweza kufikia moja na mwingine, na ndiyo maana inaandikwa ya kwamba tuna kuhani mwaminifu aliyeingia mahali patakatifu na damu yake mwenyewe ili aweze kututetea, kulingana Waibrania 9:12. Kama kuna kitu fulani kinafika leo pale, sasa kuna damu ingali kwenye kiti cha neema, na Bwana aliye kuhani mkubwa anatetea wale wote ambao walio chini ya neema ya rehema ya Mungu. Amina. Na hapo sasa tena tunashukuru kwa ajili ya hiyo. Tunapaswa kukubali hiyo kama vile kitendo cha kiungu kinachokuwa cha milele, kinachosimama imara. Na kama tufanye hivyo, tunakuwa katika kutokuamini na tunaweza kupatisha Mungu haya, kwa sababu hatuwezi kuamini yale aliyotimiza kwa ajili yetu. Tumshukuru kwa ajili ya kazi aliyotimiza. Ningetaka niweze kusoma
andiko mbili ya kitabu cha mihuri. Kama vile nilivyosema, tunaingoja sisi sote. Ni maneno ambayo tutaweza kuzungumuza kwa muda mfupi mwisho wa mwaka, kwenye mwisho wa mwaka, na yote yanapasha kuwa wazi sana. Hapa inahusu kuhusu yale ambayo ndugu Branham anasema hapa, ni kusema tunaamini neno la Mungu ya kwamba kwa mwisho wa hii muda wa Kipentekosti, basi Mungu anisaidie ili jioni hii niweze kuwaonyesha. Tunaamini ya kwamba kwa mwisho wa hii wakati wa Kipentekosti tunataka tuweze kupokea mjumbe ambaye atakaye kamata mambo haya yote na kuweza kuyafunua, kuweza kufunua hizi siri zote za Mungu ili kanisa liweze kunyakuliwa. Mpaka hapa yote iko wazi na hakuna mashaka juu ya hayo. Tunaamini kwa moyo wetu wote ya kwamba Mungu atafanya kitu fulani ndani ya kanisa, bibi harusi. Ndiyo, atafanya yeye mwenyewe kitu fulani ambacho tutaweza kupokea. Tuweza kupokea kitu cha mwisho ambacho tunachohitaji ili tuweze kupanda ndani ya utukufu. Hakuna mtu anayeweza kupingana na hiyo, lakini tunaingoja. Lakini kama tafsiri hii na ile ya kimutu inaweza kutamkwa kama vile kitu kilicho kwa kipekee au cha ajabu ambacho kinaweza kukokota imani kwenye unyakuo, hapo inaomba kuwa wazi na kusema ya kwamba yote ambayo iliyoweza kuonyeshwa hapa inayosema kuhusu ngurumo na siri, hayo yote haikuweza kupatia mtu hiyo mamlaka au hiyo imani ya unyakuo, lakini yote ilibaki ikiwa katika mambo ya kupanda na kushuka, hali mbaya. Wakati Mungu anapofanya kitu fulani, hiyo inafanya kitu fulani kinachounga, kitu fulani kinachoponya, inageuka kuwa dawa, inafanya ili kanisa ligeuke kuwa moyo moja na nafsi moja, kwa maana kama vile ilivyokuwa kwa mwanzo, na hivyo inapaswa kuwa hivyo kwa mwisho. Na sasa kama ikilingana na hiyo, inasemeka ya kwamba Mungu atafanya kitu fulani cha utukufu, cha nguvu, ili aweze kuamsha imani ya unyakuo. Na hapo sasa tunapaswa kusema sisi sote ndiyo na amina. Lakini hiyo nayo inapaswa kuwa ni kazi ya Mungu, amina. Na hiyo inapaswa kuwa kazi ya Mungu hapa, na kama ni kazi ya Mungu, na sasa tunaweza kuingizwa sisi sote toka wa kwanza na mwisho, na tunaingizwa ndani, na sio katika mabishano, na sio katika yale yanayofanyika leo. Hapana, tunataka ili tuweze kuwa wa sehemu hao wakati Mungu atakapofanya hivyo. Na mtaona ya kwamba sasa itakuwa ni imani inayohusu unyakuo, inahusu kukusanya kanisa la bibi harusi kwa ajili ya kuonekana kwa imani ya unyakuo 100%. Wale wote ambao Mungu aliyofanya agano kwa ajili yao hapo Golgota, hao wote watawekwa muhuri na Roho Mtakatifu. Wale watapokea nguvu zinazoleta uzima mbele ya unyakuo, mbele ya kubadilishwa, kwa maana ni kupitia hiyo ndiyo inapaswa kuwageuza na kuweza kuwa tayari na kuweza kunyakuliwa. Lakini hiyo sio mateatri ambayo tunapaswa kucheza, na sio mafundisho ambayo tunapaswa kutangaza, lakini hiyo yote itakuwa ni kitendo cha Mungu. Tunaweza kuamini hiyo sisi sote ya kwamba hiyo itakuwa ni kitendo cha Mungu katikati yetu, pamoja na sisi ndiyo katikati ya kanisa lake. Bibi harusi hajaweza kupata uamsho, hakujaweza kuwa uamsho, hata pia ufunuo wa Mungu ili aweze kuamsha bibi harusi.
tunaingoja. Sasa mutambue ya kwamba hapa nayo ilikuwa imekwisha kukufa, hatuna kitu cha kuweka pembeni, na hakuna kitu fulani cha kutosha ndani ya mambo hayo. Lakini nasemeka hapa ya kwamba bibi harusi hajaweza kuishi uamsho wake. Tuliweza kusanyishwa, tuliweza kuitwa na kukusanyishwa pamoja, tuliweza kufundishwa, na hiyo tunashukuru. Tuliweza kufanya mazoezi ya Mungu kwa sehemu, lakini hatujaweza kufanya mazoezi ya kweli kweli ya unyakuo inayofanya ya uamsho inayofanyika na Roho wa Mungu. Lakini wakati hapo semeka kwamba bibi harusi hajafanya mazoezi ya uamsho, tunapaswa kukubalishwa na hiyo na kusema ndio. Lakini tuweza kuishi neema ya Mungu, tuweza kupata msamaha, lakini tuweza kuishi pia mambo mengi pamoja na Mungu kwa msaada wa Mungu, lakini hatujaweza kuishi hii kitendo cha uamsho cha mwisho kinachoweza kuamsha kubadilishwa na kufufuka kwa wafu na unyakuo. Hatujaweza kuishi hiyo, lakini tutaweza kuishi wakati kazi ya Mungu kwa ajili ya hiyo, au saha ya Mungu kwa ajili ya hiyo itakapokuwa imegonga. Hakujaweza kuwa uamsho, hakuja kuwa uamsho. Hakuna ufunuo wa Mungu kwa ajili ya kuamsha bibi harusi. Wakati Mungu atakapotoa hiyo ufunuo kama vile ninavyosemeka hapa, itakuwa ni uamsho ambayo inayoanzishwa na Mungu, na sio inayoanzishwa na mtu, lakini inayoanzishwa na Mungu. Na ndugu ndio wanasema tunangoja hiyo, na mimi pia ninangoja, ndiyo ninangoja yale ambayo Mungu atakayofanya. Na hivyo kweli kama vile alivyotoa mafundisho, na hivyo naye atakusanyisha taifa lake na ataturuhusu ili tuweze kuishi mambo hayo. Iwe namna gani, tutaweza kurudi tena juu ya andiko hii kwa wakati uliopangwa. Tungelihitaji tuweze kuishi hapo yale ambayo Mungu aliyoahidi, ndiyo, ili nasi tuweze kuona pia mambo ambayo ndugu Branamu aliyoona, kama vile watu ambao walikuwa hawana tena viungo, na hiyo viungo vya mbili vyao vilikuwa vikiota hapo, vilikuwa vikiota. Nguvu za Mungu zilikuwa pale, ilikuwa za nguvu sana, kwa kiwango watu hao waliokuwa wameguswa walipokuwa wakiwauliza maswali, nao hawangeweza kujibu hata kitu fulani. Mnajua tu ya kwamba hapa waliingia wakiwa vipofu, walikuwa wakirudi wakiwa wakiona, walikuwa wakienda wakiwa wenye furaha, wakiwa na shukrani. Wale walikuwa wakiregea, walikuwa wakirudi wakiwa na nguvu. Lakini hiyo nayo itakuwa ni kitendo cha mwisho, ndiyo. Na hapo sasa, kwa mwisho yote, kwa mwisho hayo yatafika. Na sasa ni lazima sana, ili tusiweze kujipangia tarehe, lakini tuweze kuacha mambo yote kwa Bwana kama Mwokozi wetu. Hapa duniani alisema, hata pia mwana wa mtu na malaika walio mbinguni hawajui wakati, ila Baba peke yake ndiye anayejua. Sasa ni wanani, sisi ni wanani tuweze kupanga wakati? Lakini yeye peke yake ndiye anayejua siku na saa. Yeye ndiye anajua siku, yeye anajua hiyo, na hiyo inatutosha. Sasa kwa nini tunapashwa kujisumbua na mambo ambayo iliyo katika mamlaka ya mwisho ya Mungu? Tushaka kuwa na mambo mengi, tuna mambo mengi ambayo tunapaswa kujisumbua juu yake sisi wenyewe, lakini tuache Mungu yale ambayo iliyo yake, na yeye atafanya hiyo kwa wakati wake. Na yamini hajaweza kuvunja hata neno moja, hajawahi kuvunja hata neno moja, hajaweza kutoa ahadi bila kuitimiza. Amina, na tunaamini hiyo mpaka mwisho. Yeye anatimiza, anashika ahadi zake, anatimiza yale anayoahidi. Wewe amini tu milele na milele.
Tunaamini ya kwamba tutatoka katika imani tukiona tuliyoamini, na kwa neema ya Mungu tunasonga mbele kwa jina la Bwana. Amina. Baba ile mbinguni, ninakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neno lako takatifu la damani, kwa ajili ya kila ahadi ambayo iliyotoka katika kinywa chako, kwa ajili ya wokovu wako wa ujao, msamaha, ukombozi, neema tuliyopewa, kwa ajili ya uzima wa milele ambao uliotupatia, kwa ajili ya ufunuo wa jina lako, wa neno lako na wa mapenzi yako, kwa ajili ya ufunuo wa siri za mpango wako wa wokovu wa milele, kwa ajili ya ufungulivu na upako wa macho yetu, ili tuweze kutambua wakati na saa tunayoishi ndani. Bwana, tunatumania wewe na tunajua ya kwamba utamaliza yale ulioanza. Leo pia tunasikia uwepo wako. Haleluya. Huko hapa ulizungumuza pamoja nasi, ulituweka nguvu katika imani, unasimamisha na kushukuru kwa ajili ya hiyo. Bariki wa ndugu zangu wa dada na wapendwa, bariki wa ndugu zangu walio mbele kwa ajili ya kutangaza neno. Uwapakae, uwe pamoja nao, ili safari hii pia iweze kuwa baraka kwa ajili ya wengi. Mungu mwaminifu, ili wa mwisho waweze kuitwa waoje kwako wewe, Mungu mweza yote, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mungu wetu, wewe tunakupatia neema na sifa katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amina.